Basi nimkaribishe mchungaji, karibu. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Tukiwa tumesimama kwa heshima kabisa machoni pa Mungu, napenda niwashukuru walimu wa watoto kwa kazi kubwa ya kuwalea watoto hawa. Niwashukuru wazazi ambao wameshiriki kuwafanya watoto hawa waonekane kama hivyo walivyo. Hili ni tukio kubwa na la heshima kubwa machoni pa watoto wetu, lakini pia machoni kwa Bwana Mungu wetu. Hii ni siku yao, ni siku ambayo wanaweza kufanya zoezi la kujiongoza wao wenyewe katika mambo yao, lakini ni siku yao ya kujizoeza kumtumikia Mungu kwa njia mbalimbali ya uimbaji, mahubiri, maigizo na hata kuona jinsi gani wanaweza kuonyesha umahiri wao wa kulijua neno la Mungu. Asante kwa ajili ya hekima hii ambayo Mungu umesema na viongozi wetu wa kitaifa katika taifa letu lote. Kwa tarehe kama hii, kila mahali kanisa linashirikiana na watoto kuwasikiliza na kupokea huduma ya neno la Mungu kutoka kwao. Baba, watoto wamejiandaa kwa muda mrefu kwa maombi na sala na kwa mazoezi. Bwana Yesu, naomba sasa wasaidie, neema yako iwatembelee, na sisi tuko tayari kuwasikiliza na kuhudumiwa na wewe Mungu kwa njia ya watoto. Nimeomba haya kwa jina lako Yesu, amen.
tena makofi. Mungu awabariki sana watoto wazuri. Mungu awabariki. Tunaweza tukarudi kwenye viti. Mungu awabariki. Ni wakati wa sifa, nikaribishe praise kwa ajili ya sifa. Tunaenda kumsifu Mungu kwa pamoja.
Basi wakati huu nikaribishe Adonai, watu wenye mistari ya Biblia. Adonai, waje wataje mistari ya Biblia. Yaani nakutania mstari hapa Adonai, mtoto mdogo anakuambia mstari wake wa moyo. Basi nawakaribisha Adonai, watu wenye mistari ya Biblia. Karibu. Zaburi 35 mstari wa kwanza, nao nasema: Ee Bwana, utupe wanaopita nami, upigane nami, ushikika na kigosi unisaidie, utoe na mkuki, wapinge wanaonifuatia, waambie nafsi yangu mimi ni wokovu wako. Naye anasema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijishwa. Heri wenye upole, maana hao watarithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Zaburi 10 unasema: Bwana, usinikemee kwa hasira zako, wala usinirudie kwa ghadhabu zako. Bwana, unifadhili, maana ninanyauka. Uiponye mifupa yangu, maana inafadhaika, na nafsi yangu imefadhaika sana. Na wewe Bwana, hata lini? Bwana, urudi uniokoe, uniokoe kwa ajili ya fadhili zako. Maana mautini hapana kumbukumbu lako, katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru? Nimechoka kwa kuugua kwangu, kila usiku nikieleza kitanda changu, nalosha godoro langu kwa machozi yangu. Jicho langu linaharibiwa kwa masumbufu na kuchakaa kwa sababu yao hao walioniudhi. Ondokeni ninyi nyote mtendao uovu, kwa kuwa Bwana amesikia sauti ya kilio changu. Bwana amesikia dua yangu, Bwana atakubali maombi yangu. Maadui zangu wote wataaibika na kufadhaika, watarudi nyuma kwa kote wataaibika. Samueli wa kwanza sura 15 mstari wa 22. Nao nasema, naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii amri ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Zaburi sura 51 mstari wa kwanza. Nao nasema, Ee Bwana, nirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Ayubu sura 4 mstari wa kwanza hadi wa 3. Nao nasema, ndipo huyo Elifashazi Mtemani akajibu na kusema, mtu akijaribu kuzungumza nao, je, utaona ni vibaya? Lakini ni nani awezaye kujizuia asinene? Tazama, wewe umewafunza watu wengi, nao umeipa nguvu mikono iliyokuwa minyonge. Umeona watoto wakijifunza vizuri, wakikaa katika njia nzuri, wanakuwa na mistari mingi ambayo itawasaidia katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu alikutana na swali lote, si atajibu. Biblia inasema hivi. Huyu anamwambia atasema Biblia inasema hivi. Amina. Amen. Na si ni challenge kwetu, na sisi tujitahidi kama wazazi. Amina. Basi kwa wakati huu tutaendelea na kitu kingine, tunaingia kwenye zoezi lingine. Nikaribisha watu wa igizo. Bwana pewe sifa.
maana utakwenda kwa kila mtu atakayekutumia. Haleluya. Bwana anasema akutumi kupeleka vitunguu kabisa, akutumi kupeleka nyanya, kupeleka neno. Siku ya kesho tutakutana mahali hapa saa 10 kamili. Hii inaitwa Mtakwanta Injili ya leo. Amen. Mzee wa kanisa, mzee Robert, njoo tufungie ibada kwa maombi. Amen. Mchungaji naye. Mchungaji naye. Mimi mambo hayo. Sina mambo hayo. Hayo mambo ya wazazi wangu. Mimi vijana. Ela kwanza. Yenda mbele Injili. Jamani na tena njoo. Nimeshaanza watu wako. Odi mpaka ndani. Mpaka ndani wapi tena? Mchungaji. Bwana asifiwe. Amina. Amina. Leo tumekuja kukupitia, tuende tukahubiri Injili. Injili tena? Injili Jamani tumbo linauma. Mchungaji. Yesu atakuponya, Yesu atakuponya. Mchungaji. Yesu atakuponya. Tangulieni tunakuja. Hawa nao. Bado tuna nguvu. Kama mwanzo. Tuna nguvu. Kama mwanzo. Wewe watu na mimi kwa timu siao hivi. Habari za mchana ndugu zetu. Safi, mnataka kuleta nini? Tumekuja kuleta neno. Neno la Mungu tumekuja kuleta. Shuleni neno sio sisi. Hata nyie inafaa. Injili haikagui mkubwa wala mdogo. Ni kwa wote. Hapo sisi sana kusikia sisi sana. Hapana. Mimi sio sista, mimi ni mchungaji kutoka kanisa la Fulani. Hata nyie inafaa. Sababu mpaka kama serikali mtu Bwana tunamwachia Bwana. Vipi tena? Ila tusiongee mengi. Tutakutana ndugu yangu. Wewe unaelekea wapi? Je, Bwana ameshakuponya mtumishi? Naona ataniponya kesho. Njema. Bwana ndio ni njema. Yaani kwa subiri zile nikuzwa na mapanga kwa kweli. Wewe unaenda? Siendi katika Vijana. Nimekuja kuwaletea neno la Mungu. Tusikilize hata dakika 2-3. Neno la Mungu halikagui mkubwa wala mdogo. Subiri nisome kidogo maneno ya Mungu. Soma kama hiyo na chinduku. Kile kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 7 nao unasema, lakini Bwana akamwambia usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu atakayekutuma. Sasa sisi ndio tumetuma tuje tuwahubirie neno. Umetuma wajini. Sio jini. Nimetumwa kama mtoto wa Yesu. Ila mbona kama kweli? Cha Mungu. Jamani, niko tayari kwenda kanisani pamoja na nini? Sawa. na siku moja tutapaa kwenda naye mbinguni. Nini tena na wewe? Unauma nini tena? Pole, jikaze basi na wewe. Wewe ni kikoba ulienda. Karibu. Pole, mweke benchi la wagonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jamani, leo tuna ugeni. Kwa hiyo atajitambulisha. Karibuni wageni. Bwana Yesu asifiwe. Bana mimi sisi sio mimi, sisi ni wageni. Sisi tulikuwa huko. Amen. Kule na Namilia.
Wasicheze kwa menekano bokaka wanataka kwa mbele. Sisi ndio. Bwana sisi tukaletewa neno. Ndio. Mungu atusamehe tukawapiga injilisti. Mmesamehewa. Asante sana. Bahati nzuri mchungaji sisi alituhubiria neno. Sisi leo tumekuja kutubu jamani. Niko na wenzangu hapa. Kwa kweli neno la Mungu sio la vijana, sio la watoto. Ila ni kwa watu wote, jinsia zote na umri wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja tusome kidogo. Amen. Katika kile kitabu cha Yeremia sura ya kwanza na ule mstari wa 7 na unasema, lakini Bwana akamwambia useme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu atakayekutuma. Ndio. Sisi Bwana alitutuma na tumetekeleza kazi yake. Amina. Sasa tunakwenda kuwaombea. Baba, katika jina la Yesu. Amen. Kuna mtu ana ushuhuda? Nina ushuhuda. Yesu kweli anafaa. Haleluya. Karibu kiongozi wa Haleluya. Nasikia waliomba, nasikia waliomba milango ya gereza ikafunguka. Amen. Amina. Ingizo hili limeandaliwa na idara ya watoto na kuwasilishwa kwenu na sisi tunaotuona hapa mbele yenu. Kupitia ingizo hili tunatamani watu waweze kujifunza kwamba kuna watu ndio ni sawa hapo makanisani, lakini wanasahau ya kwamba wanatakiwa kufanya kazi ya Mungu. Unakuta mtu yuko kanisani anajua yeye kazi yake ni kwenda kanisani, kwenda kusali, kumaliza anaondoka, anasahau ya kwamba kuna neno linasema nendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo tunajifunza kwamba tunatakiwa pia kwenda kuhubiri Injili, lakini sio kuhubiri tu, lakini tuwe wavumilivu. Unapokwenda kuhubiri Injili, sio kama wale ambao wameenda kuhubiri wametishiwa mapanga wamekimbia, lakini mchungaji aliendelea kusimamia msimamo wake na hadi watu wakaokoka. Amina. Awali ya yote ningependa kumshukuru Mungu kwa kunipa afya na uzima. Pia ningependa kumshukuru mchungaji kiongozi na wachungaji wasaidizi kwa kutuamini na kutukabidhi madhabahu siku hii ya leo. Pia ningependa kuwashukuru walimu wangu kwa kuniamini na kuniacha nisimame hapo mbele ninene nani. Kichwa cha somo: kumjulisha mtoto kusudi la Mungu. Kumjulisha mtoto kusudi la Mungu. Andiko kuu linatoka katika kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4 hadi wa 7. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4 hadi wa 7, nao unasema: Neno la Bwana likanijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama, siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalokuamuru. Haleluya. Amen.
Ningeomba watoto wote wasimame na kunyosha mikono yetu juu na kusema maneno yafuatayo kwa sauti kubwa. Mimi ni mtoto ninayebeba kusudi la Mungu. Mimi ni mtoto ninayebeba kusudi la Mungu. Asanteni. Pia ningeomba wazazi mnyoshe mikono yenu kuelekea upande wa watoto, nani nikisema maneno yafuatayo kwa sauti. Mtoto wangu umebeba kusudi la Mungu. Mtoto wangu umebeba kusudi la Mungu. Asanteni. Haleluya. Kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 4 nao nasema, neno la Bwana lilinijia kusema. Hapa mstari huu unaonyesha mazungumzo ya siri na faragha kati ya Mungu na kijana mdogo aitwaye Yeremia. Hii inatufundisha kwamba katika sura hii hatuoni Mungu akiongea na askari mwenye silaha wala akiongea na mfalme ikulu, bali alishuka chini na kuongea na kijana mdogo aitwaye Yeremia. Haleluya. Amen. Hii inatufundisha kuwa Mungu huwa ana kawaida ya kushuka chini na kusema na watoto wadogo kwa siri na faragha. Muktadha wa kitabu cha Yeremia. Wakati ujumbe huu unamfikia Yeremia, taifa ya Yuda, taifa ya Israeli lilikuwa katika machafuko makubwa, likiwa na hofu kubwa ya kwamba walikaribia kutekwa na adui wao mkubwa, taifa la Babeli. Walikuwa wanakaribia kuwateka wana wa Israeli. Hapa tunaona Mungu hakuongea na askari mwenye silaha wala hakuongea na wafalme katika ikulu, bali alishuka na kusema na mtoto aitwaye Yeremia, na naye Yeremia aliweza kumsikiliza Mungu na kumfuata, naye akaweza kulikomboa taifa la Israeli pamoja na wana wa Israeli. Haleluya. Amen. Tatizo linaloonekana katika andiko la ujumbe. Tatizo la kwanza ni sauti ya kujidharau. Mstari wa 6 nao nasema, ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Yeremia anagundua kuwa anaitwa na kushtuka na kujibu, Bwana Mungu, siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Hili tatizo watoto wengi wa leo tunaishi na hofu hii ya Yeremia, ambao tunajiona bado wadogo, tusio na sauti na thamani mbele ya changamoto za dunia hii. Mashuleni au mtaani tunapokutana na makundi mabaya au tabia potofu, tunajiona hatuwezi kusimama peke yetu, kwa kuwa tunapoteza utambulisho wetu na kuanza kuiga tabia mbaya kwa sababu hatujui nini kiko ndani yetu. Haleluya. Amen. Pia wazazi wengi wamegubikwa na shughuli zao za kila siku za kimaisha, mfano ada
za shule, chakula, mavazi na mambo mengine kama hayo ambayo yanawafanya ninyi wazazi wetu msahau ya kuwa kuna Mungu ambaye yuko pamoja nasi. Wakati mwingine wazazi tunatumia maneno yanayoua kusudi la Mungu ndani yetu sisi watoto. Mfano unamwambia mtoto, wewe haujui kitu, nyamaza. Au unamwambia, wewe haujui kitu, hapana. Hii ni tatizo kwenu nyinyi wazazi. Inabidi kulirekebisha na kuwa pamoja nasi. Haleluya. Amen. Tatizo hili linatokana na mtoto wako amebeba kusudi la Mungu, kufanya watoto wakuwe bila kujiamini na kumjua Mungu. Suluhisho la Mungu kwa tatizo la mtoto Yeremia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anatoa suluhisho kwa kumsaidia Yeremia kuvunja vitu, kwa kuvijua vitu vitatu ili kubadili mtazamo wake na kumpa nafasi ya kuibeba kusudi lake. Kitu cha kwanza, Mungu anamjulisha Yeremia kwamba mtu hapewi kusudi la Mungu akiwa mtu mzima, bali anapewa hata kabla ya kuzaliwa kwake. Mstari wa 5 unasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Suluhisho hapa ni kuelewa ya kuwa hakuna mtoto aliyezaliwa kwa ajali au kwa bahati mbaya. Wazazi, hata kama mtoto amezaliwa katika kipindi cha shida, Mungu anasema alikuwa anamjua kabla hajazaliwa, na alimjua kabla hajatoka tumboni, pia alimtakasa. Watoto ninyi ni wa thamani. Sisi watoto ni wa thamani kwa sababu Mungu ndiye aliyetuchora kwa ramani yake. Hatua ya kwanza ya suluhisho ni kukumbatia utambulisho wetu wa kiungu. Kukumbatia utambulisho wetu wa kiungu. Kitu cha pili, Mungu humsaidia mtoto kufuta kauli za kujidharau. Biblia ina historia ya watoto na vijana waliojiona ni wadogo wasiofaa kwa sababu ya kuishi katika mazingira ya kudharauliwa na kutokuaminiwa. Lakini Mungu alimuondolea hofu na kuwatumia kwa mambo makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa kuna mifano mizuri ya watoto na vijana kama hao. Mtoto wa kwanza, Samueli. Naomba tufungue kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 10. Ningeomba mchungaji Messi utusomee. Neno la Mungu linasema, basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli. Na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, kwa kuwa na mafunuo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado. Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana
palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita Samweli, naye akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka, akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda akalala tena. Bwana akaita mara ya pili, Samweli, Samweli. Akaondoka akamwendea Eli, akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi Samweli alikuwa hamjui Bwana bado, maana neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamwita Samweli mara ya tatu, naye akaondoka akamwendea Eli, akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemwita yule mtoto. Kwa hiyo Eli akamwambia Samweli, enenda kalale, itakuwa akikuita utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samweli akaenda akalala mahali pake. Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza, Samweli, Samweli. Ndipo Samweli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Amen. Samweli alikuwa mtoto mdogo aliyekuwa anatumika hekaluni chini ya kuhani Eli. Wakati Mungu anaanza kudhihirisha wito wa Samweli, Samweli alikuwa hajui sauti ya Mungu. Alizani ni Eli anamuita. Samweli alijua kufungua milango na kufunga milango ya nyumba ya Mungu, lakini Mungu hakumwacha katika kujua kwake. Pia malezi ya Eli, Samweli alijifunza kwa kusema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Mungu alimpa ujasiri Samweli kutoa unabii mzito tangu utotoni mwake. Hakuna neno lake hata moja lililoanguka chini. Samweli wa kwanza sura ya 3 mstari wa 19. Ningependa nao usome. Mstari wa 19 unasema, Samweli akakuwa, naye Bwana alikuwa pamoja naye, wala hakuliacha neno lake lolote lianguke chini. Samweli hakuna neno lake hata moja lililoanguka chini. Hapa tunajifunza ya kwamba Mungu alimtoa wasiwasi na akamjaza ujasiri. Haleluya. Amen. Mfano wa pili, tumuone mtoto Daudi. Samueli wa kwanza sura ya 16 hadi ya 17. Hapa nitaelezea kwa ufupi tu kwa sababu ni maelezo mengi na marefu. Daudi alikuwa mtoto wa mwisho. Hata baba yake mzazi Yese alimsahau polini akichunga kondoo. Wakati Nabii Samweli alipokuja kuteua mfalme, hata kaka zake walimsahau walipomuona vitani, wakisema na kiburi. Mfalme Sauli naye alimwambia, hauwezi wewe, maana wewe ni kijana tu. Lakini Mungu alimuondolea Daudi hofu na kumkumbusha Daudi, kumkumbusha ushindi Daudi aliompa huko nyuma dhidi ya simba na dubu. Alimpa ujasiri wa kumwendea Goliati kwa jina la Bwana wa majeshi. Haleluya.
Mtoto huyu alimwangusha jitu Goliati na kuwapa wana wa Israeli ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Mfano wa tatu, tunamwona msichana wa Israeli mtumwa wa Naamani. Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 3. Ningependa kusoma. Na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Amen. Huyu alikuwa msichana mdogo aliyetekwa nyara kutoka taifa la Waisraeli na kufanywa kama mtumwa au mtumishi wa ndani wa mke wa jemedari wa Naamani. Msichana huyo hakuwa na umaarufu wowote, hakuwa na cheo, tena alikuwa mbali na wazazi wake. Kibinadamu alikuwa ni msichana mdogo asiye na sauti yoyote, lakini Mungu aliweka huruma na imani ndani yake. Alipata ujasiri wa kusimama mbele ya bosi wake na kusema, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, ndipo angeponywa ukoma wake. Ushauri wa mtoto huyu mdogo ulimfanya jemedari mkubwa aende kuponya na kumjua Mungu wa kweli. Haleluya. Amen. Mfano wa 4 na mfano wetu wa mwisho ni Yosia. Wafalme wa Pili sura ya 22 mstari wa 1 hadi wa 2. Ningependa na kusoma. Wafalme wa Pili sura ya 22 mstari wa 1 hadi wa 2. Maandiko yanasema, Yosia alikuwa na umri wa miaka 8 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 31 katika Yerusalemu. Na jina la mama yake aliitwa Yedida binti Adaya wa Bozikathi. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, akaenda katika njia yote ya Daudi baba yake, wala hakuanguka upande wa kuume wala wa kushoto. Amen. Hapa naona Yosia alikuwa mtoto mdogo sana kukabidhiwa madaraka ya nchi, lakini yeye Mungu alimwamini na kumkabidhi akiwa na miaka 8 alipotawazwa kuwa mfalme wa Yuda. Alikuwa mtoto yatima, alitawazwa kuwa mfalme mara baada ya baba yake kuuawa vitani. Yosia, nchi ya Yuda ilikuwa imejaa maovu, uchawi na masanamu. Kila mtu alimtegemea mtoto huyo. Angeshindwa na kuendeshwa na washauri wabaya, lakini Mungu aliwazungusha watu wema kama Hilka au kuhani walifufua neno la Mungu, kitabu cha sheria. Alipolisikia neno, Yosia alipata ujasiri wa kiungu na kuleta mapinduzi makubwa ya kiroho. Akavunja masanamu yote nchini, akawa mmoja wa wafalme wema zaidi waliowahi kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama Mungu alimtumia mtoto wa miaka 8 Yosia, alimtumia msichana mtumwa asiye na jina, mchunga kondoo aliyesaulika Daudi, na mtoto Samueli. Basi amini ya kuwa
Mungu yuko tayari kukutumia hata wewe na katika kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe. Kuhusu mtoto Yeremia, tunaona Mungu alimtia moyo ya kwamba asijidharau. Mstari wa 7 nao nasema, lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto. Pia Mungu anapiga marufuku kusema mimi ni mtoto, kama kinga ya kutofanya jambo kubwa. Kwa mtoto Yeremia, Mungu alichukua hatua ya kumwambia Yeremia moja kwa moja kubadili mtazamo wake wa ndani. Leo wajibu huu mmepewa kutusaidia sisi watoto tuseme, mimi ni mtoto ninayeelewa kusudi la Mungu. Nitashinda masomo yangu na nitaishi maisha safi. Wazazi, mjikite katika kutunenea baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha 3, Mungu humfundisha mtoto kutambua uwepo wa Mungu, kumtaka mtoto kutegemea mamlaka ya Mungu. Mstari wa 7b nao nasema, maana utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Suluhisho halitoki kwenye akili na nguvu zetu wenyewe au nguvu za mtoto, linatoka kwa yule aliyemtumia. Mtoto anaweza kulibeba kusudi la Mungu na kuongozwa na neno la Mungu na maombi. Wazazi, mnapaswa kutufundisha watoto neno la Mungu na kuomba pamoja nasi ili kutuunganisha na Mungu mwenye nguvu na uwezo wa kusaidia kulibeba kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ufuatao ni wajibu ambao Mungu anawataka wazazi mtufanyie sisi kama watoto. Kwa kupitia vitabu katika Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 6 hadi wa 7, Mungu aliwaambia wana wa Israeli, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyasema uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uamkapo. Haleluya. Amen. Kitu cha pili au wajibu wa pili katika Mithali sura ya 22 mstari wa 6. Mithali sura ya 22 mstari wa 6. Na Mfalme Suleimani alisema, mlee mtoto katika njia impasayo kuiendea, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Haleluya. Pia wajibu wenu wa 3 unatoka katika kitabu cha Zaburi sura ya 78 mstari wa 5 hadi wa 7. Daudi anawakumbusha wana wa Israeli, maana alisimamisha ushuhuda katika Yakobo na sheria aliweka katika Israeli. Alikuwa aliyowaamuru baba zetu
watoto wao ili kizazi kitakachofuata kiyajue. Ndio hao watoto watakaozaliwa wasiseme na kuwaambia watoto wao ili waweke tumaini lao kwa Mungu. Katika vitabu hivi kuna wajibu ambao wazazi inapaswa kuufanya kwetu sisi watoto. Wajibu wa kwanza, mtufundishe neno la Mungu. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 6 hadi wa 7. Pia wajibu wenu wa pili ni kutulea katika njia itupasayo. Katika kitabu cha Mithali sura ya 22 mstari wa 6. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe! Nini kitatokea kwetu watoto ikiwa tutatiwa moyo wa kumtumikia Mungu? Nini kitatokea kwetu sisi watoto tukitiwa moyo wa kumtumikia Mungu? Cha kwanza, watoto hatutakuwa na uoga. Mashuleni tutakuwa viongozi na tutakuwa mfano wa kupigwa. Tutakuwa na ujasiri wa kukataa dawa za kulevya, ukaidi na tabia chafu, kwa sababu tutakuwa tunajua sisi ni akina nani. Kama Yeremia alibadilika kutoka kuwa kijana mwoga na kuwa nguzo ya chuma na ukuta wa shaba. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 18, nao nasema, maana tazama, nimekufanya leo kuwa mji wenye boma na nguzo ya chuma na kuta za shaba juu ya nchi yote, juu ya wafalme wa Yuda na juu ya wakuu wake na juu ya makuhani wake na juu ya nchi hii. Hapa naona Yeremia alikuwa na ujasiri mkubwa ya kusimama hata mbele ya wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu cha pili, hali ya mtoto kumjua Mungu huleta amani na ushindi ndani ya nyumba. Huleta amani na ushindi ndani ya nyumba. Familia zenye watoto wasiomjua Mungu zimejawa na huzuni, kwani maisha ya watoto wa aina hiyo hufanya wazazi wao kuishi katika hali ya huzuni, kwani wengi wao wanakuwa wezi, wanatumia madawa ya kulevya, wakaidi, wanatumia vibaya mali na upendo wa wazazi wao. Wanajifunza kila aina ya ubaya. Lakini familia zenye watoto wanaolijua kusudi la Mungu katika maisha yao, wazazi wao huwa watakuwa na hofu ya nini kitatokea kwa mtoto wao watakapokuwa mbali nao, mfano mashuleni, hasa shule za bweni, kwa sababu wanajua kila mtoto ana ulinzi wa Mungu na anajishughulisha kulitimiza kusudi la kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu cha tatu, watoto wanaomtumikia Mungu huanzisha kizazi chenye tija na baraka kwa taifa. Huanzisha kizazi chenye tija na baraka kwa taifa. Matokeo ya mwisho yatakuwa ni kuzalisha madaktari,
walimu, wachungaji na viongozi wa kesho ambao watafanya kazi kwa ajili ya fedha tu, bali watatawala hofu ya Mungu, kwa sababu tangu utotoni mwao walikuwa wanalijua kusudi la Mungu lililoko ndani mwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa watoto, Mungu haangalii urefu wako wala umri wako. Yeye anaangalia kilichoko ndani yako. Ndipo atakapokuwa nawe. Leo anakwambia usiseme mimi ni mtoto. Usiseme mimi ni mtoto. Kama unataka kumwambia Mungu, mwambie ukisema, mimi hapa nisaidie, nilinde na nilitimize kusudi lako nikiwa shuleni, nyumbani, hata sehemu yoyote. Pia wazazi mlioko hapa leo mnakumbushwa ya kuwa watoto hawa si mali yenu, ni vyombo vya Mungu vilivyowekwa mikononi mwenu kwa muda tu. Kama mnamrudishia Mungu mtoto wako na unataka kuomba toba kwa nyakati zote ulizomvunja moyo mtoto wako na kumwona kama mzigo, leo nitakuomba ukipata, huu ni muda sahihi wako kwa mambo haya yote, kwa kuomba toba nyakati zote ulizomvunja mtoto wako moyo na kumwona kama mzigo. Kwa kusema hivi, ningependa kumwalika mchungaji atuombee sisi watoto halafu. Kwa kweli tunajisikia kutubu machoni pa Mungu, kwa sababu sio uongo. Wakati fulani kwa namna moja tumewatamkia watoto maneno yasiyofaa kwa hasira tu, tukidhani ni kitu kidogo, lakini kwa mtoto kinabaki na kinamharibia future. Ujumbe huu sio tu kwa wazazi wenye watoto, lakini hata wewe unayetarajia Mungu akubariki kwa watoto. Naomba wote tusimame. Nitaomba kwa niaba ya wazazi, lakini kutoka ndani wewe mzazi itambue nafasi yako, kwa sababu Mungu amekukabidhi huyo mtoto. Umtie moyo, umkuze kimaadili na kiimani ili awe chombo cha Mungu. Tumesikia leo kwamba Mungu huzungumza na watoto, Mungu huwatumia watoto. Sisi tutumike pamoja na Mungu, sio kinyume cha kile ambacho Mungu anataka tufanye. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno tulilolipata kutoka kwa Jefant ambaye amesimama kutuletea maneno mazuri. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tumelisikia neno lako na tunaweza kuona makosa ambayo tumeyafanya kwa watoto wetu. Baba, tunasogea machoni pako na neno la toba. Tunaomba utusamehe kama wazazi, tutie nguvu kutamka maneno ya baraka kwa watoto wetu. Wanapoumwa tuwajali, wanapokuwa na mahitaji ya kiroho tuwasikilize na tuwaombee. Tuwatamkie maneno ya baraka katika maisha yao.
Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya kazi nzuri ambayo walimu wameifanya katika sikukuu hii. Wamewaleta katika mahali ambapo wamelijua neno na wanapata nafasi ya kulifanya neno hilo kuwa la kwao binafsi katika maisha yao. Bwana, ukawasaidie watakapokuwa mashuleni katika elimu, wasaidie kwa habari ya maadili, na Mungu tunawaombea utawezesha kupata elimu nzuri na kujitambua hata watakapofika vyuo vikuu na kisha kuajiriwa na kuwa viongozi wakubwa na watumishi wakubwa katika taifa letu la Tanzania, kiroho na hata kisekula. Ninakushukuru Mungu wa mbinguni kwamba utawasaidia. Nami kwa niaba ya wazazi ninatamka baraka katika maisha yao. Ninatamka kufanikiwa katika maisha yao. Ninatamka kwa watu wakubwa katika nafasi mbalimbali kubwa kanisani na katika taifa letu na ulimwengu kwa ujumla. Sante Mungu wetu wa baraka kwamba tutaendelea kuwatamkia maneno mazuri ya kuwajenga katika jina la Yesu. Baba, nimeomba na kukushukuru Mwokozi. Amen. Na hujafanya nipe mkono Bwana. Ndio ndani yetu, Mungu akubariki. Asante sana. Bible tarehe 21 mwezi wa 6 2026. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utangulizi. Ndugu mgeni rasmi, sisi watoto tunaye furaha kubwa kwa Mungu wetu kutupa fursa hii nzuri kutumika nyumbani mwake. Aidha, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa walimu wetu wote kwa kujitoa kwao bila kuchoka kutufundisha na kutulea katika kicho cha Mungu. Ndugu mgeni rasmi, idara yetu ya watoto ina jumla ya watoto ambao wamegawanywa katika madarasa matatu kulingana na umri kama ifuatavyo: Adonai kuanzia miaka 0 hadi miaka 6, Efsiba miaka 7 hadi miaka 12, na teenagers ambao ni miaka 13 hadi miaka 17. Jumla ya watoto tulionao mpaka sasa ni 110. Malengo. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni malengo ambayo idara ya watoto tumekuwa nayo toka kuanzisha kwake hapa TAG Songea Revival. Namba 1, kuwa na mikesha ya maombi, uimbaji na mafundisho mbalimbali. Namba 2, kufanya maombi ya kufunga angalau mara 2 kwa mwaka. Namba 3, kuwatia moyo wachungaji wetu na wageni wanaokuja kuhudumu. Namba 4, kuwa na kambi na semina za watoto. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, kwa mwaka huu idara yetu imekuwa na mafanikio yafuatayo. Namba 1, kupata mafundisho ya kiroho hapa kanisani kwenye madarasa yetu. Namba 2, kuwatia moyo wachungaji wageni wanaokuja kuhudumu hapa kanisani. Namba 3, kuwa na mikesha yetu wenyewe na kushiriki kikamilifu. Namba 4, kuwatia moyo kaka zetu na dada zetu wanapotangaza uchumba au kufunga ndoa. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, idara yetu inakutana na changamoto mbalimbali. Namba 1, wazazi kutuchelewesha kufika kanisani hasa siku za Jumapili na kutufanya tusishiriki kabisa ibada ya watoto. Namba 2, kukosa madarasa ya kujifunza wakati wa vipindi vya madarasa na kukua kwa Kristo. Namba 3, wazazi kutotupa sadaka kabisa au kutupatia sadaka za chenji. Namba 4, baadhi ya wazazi kukaa nje wakati wa ibada bila sababu ya msingi, hali inayopelekea watoto kuiga. Namba 5, baadhi ya wazazi kuwapa watoto simu wakachezee nje nyakati za ibada na kusababisha watoto wengi kutopenda kukaa ibadani hasa nyakati za mahubiri au mafundisho. Hali hii inawavunja moyo walimu wetu kwa kuwa hatui kitu kimoja, walimu na wazazi, katika kumlea mtoto. Hitimisho. Ndugu mgeni rasmi, mwisho tunatoa shukrani zetu za dhati kwako mchungaji kiongozi na baraza lako kuturuhusu kuitumia madhabahu katika wiki yote. Pia tunawashukuru wazazi na wadau wengine kwa michango na sadaka zao nzuri. Asante na Mungu akubariki sana.
imeandaliwa na idara ya watoto Songea Revival. Ame makofi mengi kwa usomaji mzuri. Amina. Kabla ya yote nimshukuru Mungu ambaye ametuwezesha kufanikisha sherehe ya watoto kufika kilele cha siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia niwashukuru wazazi kwa michango yenu. Ninajua sisi watoto hatuna hela, lakini nyinyi mliotusapoti kufanikisha sherehe ya leo. Niwashukuru wazazi, niwashukuru wafadhili wote. Mungu awabariki sana. Pia nisisahau walimu ambao tumekuwa bega kwa bega. Mungu awabariki. Hatuna kitu kikubwa sana kwenye sikukuu yetu ya leo, lakini tulitamani tufanye jambo moja tu kwenye nyumba ya mchungaji. Tamanio letu tulitamani tufanye marekebisho ya kupaka rangi kwenye nyumba ya mchungaji. Kwa hiyo tumefanikiwa kupata kiasi kichache na tumefanikiwa kununua baadhi ya vifaa ambavyo vitasaidia kupaka rangi kwenye nyumba ya mchungaji wetu. Kuna risiti hapa, kuna vifaa tumefanikiwa kulipia vifaa vya shilingi 1,500,000 ambavyo baba ataenda kuvifuata dukani vile vifaa. Lakini pia tumefanikiwa kupata na kiasi cha shilingi 600,000 ambao kitamsaidia baba kwa ajili ya kusukuma kidogo mafundi. Asante. Tumepata hapa 600,000 na shilingi 5,000 ambayo itasaidia kusaidia kidogo kwa mafundi kiasi kilichobaki hicho. Kwa hiyo tumelipia hizo rangi zipo za shilingi, tumelipia hivyo vifaa vya 1,500,000. Pia hapa tuna kiasi cha shilingi 600,000 na 5,000 ili kiweze kusaidia mafundi kuendesha shughuli za ujenzi. Inaomba kukabidhi. Hello, hii safari mmeniweza. Wakati mimi nilikuwa najua yani hapa hela ya bati kule Liula kule kwenye ubishini. Nilikuwa napiga hayo mahesabu kwamba hii safari hii inatuvusha kwenye ujenzi wa kanisa la Liula. Sasa mmelipia kabisa na rangi. Hivi nabadilishaje? Hii dhamira imeenda mbali sana. Nashindwa kujieleza. Mama mchungaji, kama una neno la kusema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi namshukuru Mungu sana. Kwa kweli tulishindana na walimu, lakini walimu wakasema safari hii tunataka kupiga rangi nyumba ya mchungaji. Hatutaki kuona inavyokuwa chafu chafu, tunataka ipendeze. Mimi nilijua tukipata fedha zitafanya hivyo, namjua. Kwa hiyo wakasema tutamweza, tunanunua vifaa, tunataka nyumba yetu ipendeze, ile sio ya mchungaji, ni yetu wote, ipendeze. Kwa kuwa walikusudia, mimi mwenyewe nilishindwa kuwazuia. Kwa kweli walimu, Mungu awabariki sana. Hao walimu wamekuwa na maono makubwa sana. Nakumbuka hata maono ya hivi viti walimu wa watoto ndo walianza kuwa nayo. Kwa hiyo walivyoongea hivyo nilishindwa kubishana nao.
nawezekana ni kusudi la Mungu. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana kwa jinsi ambavyo wamekuwa wakituwazia mema. Mungu awabariki walimu, Mungu awabariki sana wazazi. Hiki kilichofanyika ni fedha zenu wenyewe, zimetoka mifukoni mwenu. Mungu awabariki sana kwa ajili ya huu moyo wa upendo. Sina neno zuri la kuweza kusema, lakini ninasema Mungu wa mbinguni awabariki sana wazazi pamoja na walimu na watoto wote kwa ujumla. Asante. Ninashukuru mama, umeongea vizuri kwa sababu nilikuwa najiandaa kusema kazi ya Bwana kwenye umisheni inaendelea. Walivyoliongea hivi nikawa nimekosa kitu cha kuongea, yani kujipanga nitachukua muda, ndio maana nimekupatia uongee. Lakini niwashukuru walimu, mmeniambia kwenye risala kwamba mko 110. Hiyo ni malezi mazuri na matunzo mazuri. Tumeona jinsi ambavyo watoto wamefanya vizuri kwa ujasiri kutoka mwanzo mpaka mwishoni. Ni kwa namna ya pekee ninawashukuru timu ya walimu kwa commitment ambayo imeifanya kuwalea hawa watoto. Hiki mlichokifanya ni mbegu kubwa sana kwao. Lakini pia nimeona kwenye ile risala, nashukuru kule mwishoni wamesema idara ya watoto imeongea. Kuna maonyo yametolewa kwa habari ya wazazi kukaa nje, kuwapa watoto simu, wanachezea game huko nje. Mbona kama ni games wanao muda huko nyumbani? Kanisani ndio mahali pekee pa kuwasaidia hawa watoto kumjua Mungu. Kumbuka hicho kidogo kidogo unachokifanya kwa watoto wako utamfanya amwangukie Mungu au apotee nje. Huu ndio wakati pekee wa kuwasaidia, kwa sababu wakifika kwenye kipindi cha teenager kunakuwa na vitu vingi sana vinavyowasonga, kwa sababu miili inachanua, na kama kwenye moyo na akili ya mtoto hujawekeza vya kutosha, anachomokea nje na harudi tena, anakutana na madawa kulevya na dunia iliyoharibika. Kwa hiyo inakuwa huzuni kama ambavyo mtoto aliyehubiri amezungumza nasi. Kwa hivyo tujitahidi, au sikukuu hii tukumbushe wazazi kuwalea watoto katika njia inayowapasa. Mwisho wa siku watakuwa baraka kwetu. Hata ikitokea wamesukumwa nje, maneno yaliyowekezwa ndani yao yatawakumbusha kurudi ndani kwa Mungu wetu. Nafikiri kuna mengi tuliojifunza. Amen. Niwashukuru pia kama mama alivyosema, hii hela watoto hawana chochote kile, lakini wazazi mmeungana na maono ya walimu katika kutubariki. Basi na mimi niseme nitaitumia hii hela vile ilivyokusudiwa kwa habari ya kuboresha rangi kwenye nyumba ya mchungaji. Mungu awabariki sana. Baada ya kuongea haya, niombe tusimame wote, nitamke baraka kwa watoto na walimu na wazazi kwa kazi njema ambayo imefanywa. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii njema ambayo walimu wameifanya kuwa njema kwa msaada wa Roho Mtakatifu na kwa msaada wako katika utatu wako, Mungu wetu. Bwana, wabariki kwa kujitolea kwao. Hakuna wanacholipwa, lakini umilele utadhihirisha kazi njema kwa ijara ambayo Mungu utawaachia, utawaacha mikono mitupu. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, ninasogea machoni pako Bwana, nikitamka baraka kwa watoto hawa katika vyote ambavyo walimu wamewekeza kwao, kama ambavyo Bwana uliwekeza kwa Yeremia na akainuka na kuwa baraka kwa taifa la Yuda. Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya wazazi kwa kuwalea vizuri, na asante kwa kukutana na mahitaji ya watoto wao, kuwalinda, kuwatunza, kuwatia moyo na kuelekeza katika njia ya Bwana. Baba, usiwaache, wakumbuke Mungu wetu, na uwafanye watoto hawa kuwa baraka katika nyumba zao,
watakapokuwa watu wazima, wajalie kuwa na ndoa nzuri, kuwa na kazi nzuri, kuwa na elimu nzuri, ili wawe baraka kwa kanisa na kwa taifa letu la Tanzania. Asante Mungu wetu wa mbinguni, nami nimetamka haya yote katika jina lako Yesu Kristo, uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Asante wazazi, Bwana warejeshe pale mlipotoa kwa ajili ya watoto hawa, kuibariki nyumba ya mchungaji. Nikushukuru, naomba tuketi. Karibu mwalimu. Nafikiri watoto watapenda kumsalimia mchungaji kwa mkono wanaporudi.